watu walianza kuchanga binafsi, lakini wakati linaanza kutembea, mimi nilipata ujumbe wa kusema kwamba mpaka itapofika jioni, naomba unijulishe wakfu imefikia wapi. Chochote kinachopungua sisi tutachangia. Hawa ni ndugu zetu wa Amana Bank ambao wapo hapa na tutawapa nafasi. Ni kweli waliweka ahadi na wakatimiza, na leo hii tunayo hii maktaba yetu ambayo baada ya dakika chache nadhani utaratibu wetu itakuwa ni kwamba tutafungua kwa hiyo naomba watu wetu wa media, nyinyi nitawapeni dakika moja kwanza off. Tutaweka jiwe la msingi ambalo liko hapa, alafu tunaye mwakilishi wa Amana Benki, nitamuomba aje mbele wakati huo umefikia. Kwa nini tumefanya jukwaa hili? Tulivyofikiria kwamba ni wakfu, imekuwa ni wazo zuri kwa sababu hii ni katika sadaka tujali. Kwa hiyo tunawakaribisheni wote na tunasema kwamba asikwame tena mtu kwenye mambo ya Islamic finance kwa sababu hajui atapata wapi. Na hili nijibie na ambalo alikuwa ametoa huyu hapa kuhusiana na katika tunafanya tuweze kuweka kituo, ni kwamba tupo katika mchakato wa Sheikh Mohamed Isa ule ambao uliuanzisha unaendelea vizuri. Tumekwisha fuatilia mpaka na activate, wamekwisha tupo utaratibu na tumekwisha sasa hivi tupo katika kuandaa curriculum. Unatakiwa ukienda na activate useme mimi kama chuo natoa elimu kwa kufuata mtaala huu. Mpaka sasa hivi tayari tunatoa elimu hiyo kwa kufuata mitaala ifuatayo. Moja, kuna chuo kinaitwa chuo huria cha kimataifa, International Open University, ambayo makao yake makuu yapo Gambia. Wale tulisaini nao mkataba toka 2022 na kutoka hapa ndio kituo ambacho Mtanzania yoyote ambaye anafanya mitihani na chuo hiki anafanyia hapa. Mnapoona hapa tumeutanua ni ukumbi mmoja ambao ni ukumbi mmoja katika kumbi tatu. Haya ni madarasa wanakuja wanafanyia mitihani hapa. Lakini pia kama alivyosema tunafanya mitihani na taasisi za kimataifa ikiwemo IOFI, mitihani ambayo ni ya uhasibu. Na mpaka sasa hivi toka 2023 tulikuwa na kundi kubwa sana ambapo tulipata, miongoni mwao akiwemo Sheikh aliyeinuka hapa, ni kwamba tuna watu kama takriban 10 wanaitwa certified Sharia advisors and auditors. Wamethibitishwa hao ni wataalamu wa ukaguzi wa sheria na mahesabu, lakini wamepita na kutoka katika kituo hiki na wengineo wengi. Kwa hiyo yote mnakaribishwa, lakini pia tunafanya shughuli zetu zote kwa wanachama ili tuweze kuendesha hizi shughuli zetu zote. Mkiinuka na naomba mtawaona katika watendaji wangu. Sheikh Bundara naomba usimame, na pia Sheikh Juma aliyeuliza swali naomba usimame. Kuna fomu hapa ambazo ni za wanachama. Wanachama wa mtu mmoja mmoja ni 240 kwa mwaka. Kutokana na hali zetu tunaruhusu michango hii kulipiwa kwa mwezi, ambayo ina maana itakuwa ni 20,000 kwa kila mwezi. Kwa taasisi mchango wake ni $2.2 na laki 4, kwa maana ni $1,000, ambayo pia tunawaruhusu kulipa kwa kota. Kwa hayo ambayo nimeyasema, nawashukuruni sana kwa yale yote ambayo tumekwisha yaendea na maazimio tuliyokwisha fikia. Ninaomba rasmi tufanye utaratibu wa kuizindua library yetu, ambayo nitaomba dakika 2 nipate msaada wa kuweza kuweka jiwe la msingi hapa vijana, alafu tunaweza tukaendelea. Katika hilo nadhani podium tunaweza kusihitaji. Kwa vitu ambavyo Allahu Akbar. naomba vijana wenye nguvu waje wavute kwa chini malizie.
Jamani, tunakaribisheni katika maktaba yetu. Watendaji wangu Bundala na Musa, nani naomba pia mje hapa. Bundala na Juma. Muwe sehemu ya picha. Msiliguse tu. Amefanya kazi kubwa. Certificate of recognition. This certificate is awarded to Amana Bank in recognition of to your ongoing commitment and service to Islamic finance, and specifically providing sponsorship for establishment of the SIFCA Resource Center and launching of SIFCA monthly Islamic finance debate. Kwa maana ya kwamba Amana wamekuwa wakitusapoti katika mambo mengi sana, lakini leo specifically ni hili la maktaba yetu ambayo tukitoka hapa tutapata ziara wote tutaiona. Lakini pia ufunguzi wa hii leo wamekuwa na mchango mkubwa kama mnavyoona, wametuletea watoa mada na kadhalika. Kwa hiyo hii ni Amana kama Amana Benki. Nakushukuru sana kama mwakilishi wa Amana Benki. Nadhani kama utakuwa na dakika moja unaweza kusema lolote ili uweze kufikia kutokana na mchango ambao Amana imetoa. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Bismillah, alhamdulillah. Tunashukuru kama Amana Bank kuwepo katika tukio hili, na tunashukuru zaidi kwa tunaendelea kukumbukwa na wenzetu kwenye mambo ya kheri kama haya. Na kama alivyosema Sheikh Salum, ni kwa hii katika sadaka tujaria, na wema wake hautoishia tu katika kufungua hili, lakini pia katika kuwezesha ndugu zetu katika kupata elimu. Kwa hiyo alhamdulillah, na tungeomba ndugu zetu wa SIFCA wasichoke kutushirikisha kwenye mambo ya kheri, na inshallah tuko pamoja inshallah. Asante sana. Shukrani. Na cheti cha pili kinakwenda kwa SIFCA Forum, kwa maana ya kwamba pale kule kwenye forum ndio ambapo ilikotoka michango yote yani ndio ilikozalika wazo na michango ikaanza kutoka pale. Kwa hiyo nitamuomba mwakilishi wa SIFCA Forum aweze kupokea hii. Kabla sijachagua meza ya mbele nani anayewakilisha SIFCA Forum katika tuliokuwepo hapa, alikuja hapa akijua yeye ni mwana SIFCA kindaki kwanza kabla yeye ndio aweze kutoka mwenyewe. Kama haja kuwepo administrator wetu wa group la SIFCA Sheikh Mohamed Isa na mhamasishaji mkubwa, naomba uwapokelee SIFCA cheti hiki. Nitakisoma kwa sababu wamekutuma na watakuja kukuuliza kwamba this certificate is awarded to SIFCA Forum as a forum yote. Kwa hiyo ninategemea nitakiona kwenye forum kule, in recognition to your ongoing commitment and service to Islamic finance, and specifically providing sponsorship for establishment of the SIFCA Resource Center. Hawa ni wadhamini wetu wakuu namba 2 baada ya Amana Bank, SIFCA Forum. Asanteni sana. Allah bariki. Sisi ni forum, tunashukuru sana. Sio forum tu, aliposema swali lilipoulizwa swali la sukuko, jibu la Sheikh Mohamed Isa alisema taarifa zinatoka sana ikiwemo kwenye magrupu. Kwa hiyo tujue kama magrupu nayo kuna mambo ambayo yanafanya ambayo ni yambolee ikiwemo hili hapa hivi. Sasa kinachofuatia ni nafasi ya mchango. Tunashukuru sana kwa wale ambao wametusimamia leo, kwa sababu hili jambo limeanza na likisimama kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi vitu vinavyofuatia vyote vinafanana, vyeti vya hii Islamic Finance Monthly Debate. Tunakusudia iwe kila mwezi, na wa kwanza kabisa siku nyingine atakuwa ni Sheikh Muharram Mwaita. Sheikh Muharram, umekuwa mzungumzaji wa kwanza kabisa katika forum hii.
wazungumzaji wote watakuja watazungumza huko mbele na kadhalika, lakini wewe Sheikh Muharram ndio umeweka Takbir, la msingi. Allahu Akbar. Unaweza ukasema lolote kabla hatujamuita mtu mwingine? Mimi namshukuru Allah kwa kutambuliwa huu mchango na kuweka hii historia hii mpya, lakini tu niwaambie Sifka pamoja na wengine wote, taasisi zote za Kiislamu, sisi mashehe, mimi nazungumza kwa niaba ya mashehe, sisi ni wanajeshi, tuko tayari popote pale. Msikae mkatulaumu, tupeni majukumu tuyafanye inshallah. Anayefuatia sio kwa ubora, lakini ni Sheikh Mohamed Isa. Sheikh Mohamed Isa pamoja na mengine alikuwa ni coordinator wa Sifka. Maendeleo mengi ambayo tumeyazungumzia hapa, Sheikh Mohamed Isa ni miongoni mwa watu ambao wamesimamia kwa karibu, lakini sifa yake moja kubwa kuliko zote ni kwamba Sheikh Mohamed Isa ni mtu ambaye mwepesi sana katika jambo lolote. Hivi tunavyoongea kama alivyowaambia na safari ya kwenda ndani hii Burundi, lakini mwambia tu ni kwamba katika wazungumzaji kuna wale wazungumzaji wa hiari, lakini kuna washereheshaji. Sheikh Mohamed Isa ameweza kufika hapa na alikuwa kama alivyowaambia na msimamia sufuku ya Zanzibar, lakini imebidi jana jioni aingie ili aweze kuliona hili, kwa sababu sisi ndani yetu na ni katika wasimamiaji wa mwanzo kabisa. Huu ni mzaituni Sheikh Mohamed Isa ambao lazima ni vizuri ukawa na kumbukumbu. Utakapokuwa unauona unakuwa, basi unajua huu mzaituni ni wa kwetu. Asante sana. Kama una lolote, una sekunde moja. Sekunde yangu moja tu niseme, jamani, juhudi zozote ambazo unaweza kuzifanya zifanye. Kama una elimu, toa kwa elimu yako. Kama una nguvu, toa kwa nguvu. Kama una muda, toa kwa muda wako. Uislamu unatuhitajia, na sisi ndio wenyewe Uislamu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anayefuatia ni mwezeshaji wetu ambaye kapata dharura, lakini ameomba kwamba kijana wake yuko hapa aweze kumpokelea. Ni Sheikh Salim Othmani kutoka Amana Bank. Hii anapokea kama Salim na wala sio Amana Bank, kwa sababu yeye alikuwa ni mwasilishaji mada katika wawasilishaji mada, lakini bado ni katika shukrani zetu tunazitoa. Sheikh Salim ni mfano mmoja mzuri wa michango ya amana, kwamba tuna jambo lolote ambalo linahusu Islamic finance, ukiomba amana jioni, kesho asubuhi wanakupa mtu. Leo mfano mzuri ni kwamba unamuona anakimbia, lakini ameahirishiwa ndege yake ya asubuhi. Alikuwa anatakiwa kwenda kwenye kikao cha bodi, akaambiwa uende kwanza Sifka, alafu ndio utaenda kwenye kikao cha bodi. Tuna wawili ambao katika walikuwa wawezeshaji wetu wamepata dharura, lakini bado walikuwa wako online na sisi. Sheikh Abdallah Yahya Tego na Sheikh Salum Awali ambaye amepata dharura, yuko nje ya nchi, hakuweza kujiunga na sisi hapa, lakini wamekuwa tuko pamoja na wao kwa muda wote. Baada ya hili niwashukuruni sana, na ninaomba nitangaze rasmi kwamba monthly debate ya mwezi ujao au kuanzia mwezi ujao itakuwa ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi, na Jumamosi ya mwisho wa mwezi ujao kwa kalenda yangu inaniambia ni tarehe 28 ya mwezi wa 6. Tutakutana Magomeni na tutatangaziana kwa kirefu zaidi, kama vile ambavyo dada ametoa ahadi, na Allah amlipe kwa ahadi hii. Hata kama lolote litatokea ahadi sitimie, basi Allah analipa kwa ahadi zetu. Asanteni sana. Ruksa. Kuhusu nani swala, kuhusu swala ni discuss mada moja moja kwa kina. Unaona? Na kuna kitabu nyingine kutoka Malaysia, kitabu kidogo tutakina vya haki na nusu mbili. Kwa hiyo tuna vitabu hapa vya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kwa kanisa sana na tuendelee kutumia, na tunajua Amana Benki inaendelea kuwa pamoja na sisi. Kwenye kuongezea hilo, tulikuwa kwa wale ambao unakuwa ni wawakilishi, mimi niwapeni changamoto moja tu. Amana Bank ambao ni staff wa Amana Bank, sawa, niwapeni changamoto moja tu. Wengi bahati nzuri ni vijana wadogo. Tutumieni nafasi nzuri ya MD kuwa yupo, kwa sababu yupo kwa ajili ya kukuza vipaji kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2023 nimefanya sherehe ya kufungua ofisi ya Sifka Zanzibar, alafu nikawa natoa vyeti kwenye watu waliofanya nani za IOF. Katika kundi lile nilikuwa na vijana wa Amana 7. Eneo letu kwa wamequalify na wanachukua vyeti 7. Na hiyo yote ni kwamba na muda hiyo siku ambayo nakwenda tunaweka hiyo na tukio Zanzibar, nimepigia simu nikamwambia hawa watu
kwanza nawaombea ruhusa, alafu pili nawaekea uwezeshaji. Akaambia mimi sipo, mwambie fulani kesho saa ngapi, sasa waambie waondoke na meli ya asubuhi. Na kweli walikuwepo kule. Kwa hiyo muitumie sana nafasi hiyo. Ukiwa huko marketing ni kwamba kuna kozi ambazo zinaonyesha Islamic marketing inakuaje na kadhalika. Kwa hiyo muitumie nafasi hiyo. Hapa tunajadili mara nyingi sana na wenzangu kutoka kwenye kamati. Tunafikiria Sifka siku moja iwe na nyumba yake, alafu nyumba yake iwe kubwa sehemu kama Masaki. Mimi mpinzani mkubwa nasema hivi, asili yake hii ni ya watu wa mabenki, si ndio? Ni vizuri uwe karibu na watu wa mabenki. Sehemu ambapo mtu anachepuka saa 9 amebalance account zake, wale wa upande wa accounts anajua hapa anaenda kujichipia wakati nasubiri foleni. Wenzetu walevi wana lugha yao, wanaita jam rescue. Hii pia ni jam rescue. Badala ya kwenda kwenye foleni, you rescue the jam. Unakuja hapa, ni kwamba bahati nzuri kama unavyoona ni kwamba pako facilitated vizuri. Pana AC masaa yote. Wewe ukija hapo muda wote ni kwamba AC ipo. Wi-Fi ipo. Mtu anaweza kufanya shughuli zake. Karibuni sana. Mimi kuongezea uzuri wake 1 2 3 wako Lumumba. Hapa branch ya Lumumba. Kwa hiyo mimi itabidi Mariam itabidi kila mwezi nikuulize vipi resource center kule umeenda kutembelea. Sasa hivi kisingizio kuwa matumizi ya kompyuta, sina laptop, kompyuta hizi hapa. Lenovo, alafu kuna laptop pia. Kuna laptop zake hivi kama zilivyo 5 na laptop ziko 5. Kwa hiyo hata matumizi ya au mazoezi ya kutumia kompyuta sio kisingizio. Kwa sababu nasema tujue Excel vizuri kwa sababu tuna sell nyumbani, hamna kompyuta, hamna nini, kompyuta yenyewe zimekuwa 2 tu tunatumia. Kwa hiyo hiyo si kisingizio. Lakini cha pili, alhamdulillah tuna idara ya sheria. Regularly tunafanywa trainings, tunawezeshwa. Lakini it doesn't end there. Tumeona hiyo gap. Nilikuwa na discuss na Rajab na vision ya Amani ifike stage kama tunavyokuwa na relationship manager, relationship officer, branch operations manager, branch operations officer. Pia tuwe na sharia manager na sharia officer kila branch. Hii changamoto ambayo imesemwa hii ni kwa sasa hivi tuna matawi 10 lakini ndio tunaendelea ku expand huko. Tukiwa na matawi 30 na maana timu ya watu 3 tu ndio itadili. Kwa hiyo fursa ya kujiwezesha ni hiyo. Lakini jambo nyingine ni hizi resources tumewekewa sisi. Kwa maana hata wewe ukaja ukajiongeza kidogo hata ukainvest hata nusu saa regularly hata kila wiki, basi utakuwa uko mbali sana in terms of Islamic finance, kwa sababu bado ni field mpya na watu bado hawajachukuliwa. Kwa sababu kama sasa hivi Amana lobaki sidhani kama hata wanatumia 5 ambao ni wamekuwa certified kama sharia advisor na hamna mwanamke. Hilo ni jambo jingine sasa. Mpaka najiuliza Shesanu kwamba naomba ni guess labda Dr. Huda labda nitagesa hapo, lakini nikiambiwa nitaje on top of my head sharia advisor certified ambaye ni mwanamke ni ngumu. Kwa hiyo mchukueni hiyo changamoto. Na hao ndio top performers wangu, the smartest katika vijana 120 ambao wapo. Yaani hao katika kitu cha kuwa motivate kabisa, nawaambia mwaka 2022 na ngapi nimekwenda Bahrain kwenye conference, alafu nikaambiwa kuna course refresher course ya internal sharia audit. Sasa hii ni critical area sana. Sasa lazima nihudhurie. Alikuja mdada kama Mariamu hapo ndio hivyo, ndio alikuwa mwalimu wetu. Siku 3 ametuweka chini. Umeona? Kwa hiyo na kinachotokea ni kwamba katika hii sekta, muulizo swali zuri. Mimi nafuatwa hapa na mtu ni kwamba wana benki anasema bwana, unajua tunataka kubadilisha sheria ya advisory board yetu. Sifika unaweza kutushauri watu, lakini naomba tupate mwanamke. Hiyo shughuli hiyo sio ndogo. Muulize nani mko naye pale, Ahmed anajua. Sababu wakati anafanya yeye ile mitihani ile walikuwa na dada mmoja wanafanya naye. Lakini hivyo bwana wakalia kodi, jamani mumshike mkono na dada muhakikishe tunafanya naye. Hao ni wako wachache. Kwa hiyo ni fursa ambayo msiazie. Mimi background yangu kabla ya hapa nimetoka mimi ni mhasibu. Na kama mhasibu mkaguziwa nimefanya kazi na PwC, PricewaterhouseCoopers. Katika kitu ambacho nimependa kupita kwao na nimekuwa nikiongea naye, bahati nzuri na wanakichukua na MD na wengine. Naambia wewe ukitaka vitabu vyako, yani katika confidence unayotafuta Amana kwa wale customers wako, ni
kusema kwamba vitabu vyetu vimekuwa audited na Big Four, si ndio? Kule Big Four umejiuliza kuna nini mpaka wewe unakuwa na hiyo confidence? Kikubwa tu walichokuwa nacho kule Big Four ni kwamba siku zote wao wanachochukua wanasema wanachukua brighter brains, lakini ile ndio field ambayo ni kwamba wanakuchukua engineer wanakufanya auditor. Kwa nini? Wana taratibu zao za capacity building, wanawezesha. Na katika kuwezesha ni kwamba unaona kila mtu akitoka kwenye Big Four ana CPA ana nini. Ile CPA wanakuweka kabisa utaratibu kwamba ukiwa mwaka wa kwanza ukiingia utaanza CPA. Ukikaa miaka miwili haujavuka level hii, wewe hautopanda cheo kamwe. Either uamue unatoka au utabaki kwenye nafasi ya chini uliokuwepo. Unaweka hiyo taratibu. Kwa hiyo zile ndio zinazowafanya kila siku na wao huko nje wanakuwa kwa sababu wanafanya capacity building. Hii amana mnayo. Me am a witness. Na katika mazingira mengi mno ni kwamba na interact karibu sana na MD. Mkimpelekea wazo tu dakika 5 linafanywa kazi. Kwa hiyo kuna wakati ni kwamba kuna mawazo, kuna mambo ambayo yanaweza kaya yafanyiki kwa sababu ni kwamba mawazo yenyewe pia hayajaibuka. Kwa nyinyi wenyewe moyo waibuaji wa fursa za kuendelea. Hamna maswali kuhusu Resource Center? Swali. Au somo au eni. Na uzuri pia huyu ni graduate wa MUM. Mashaallah. Votaje kwa kuna vijana tunachukua vingine nikasema confidently mimi kila interview ninayofanya Ndio. kwa sababu kwenye panel ya sales na kuwekwa kwenye interviews. Ndio. Lazima tutapata 50% vijana wanatoka MUM. Na so far hajawahi kutuangusha kama sana. Mama ana swali. Maswali muda wa mwisho wa kufunga Hapa muda kabisa ni kwamba tunafunga mida kama saa 11. Lakini Juma ana aibu moja kwamba mara nyingi ni kwamba ikitokea kama kuna mtu ana jambo lolote mara nyingi anakaa mida yote. Kwa sababu atizuri pia huwa hana muda wa kufunga. Kwa muda rasmi wa kufunga. Wakati demand inapokuja tukiona kwamba sababu ya sisi tungangania kuendelea kuwa hapa ni kuhakikisha kwamba tuko CBD, tuko karibu, mtu wa beki anachomoka mara moja, tuko katikati ya vituo viwili vya mwendokasi. Kwa hiyo tunajua vizuri taratibu za mwendokasi, anajua kabisa kwamba sasa hizi nikisubiri itakuwa kumepoa poa. Kuna kipindi ambacho tunakaa muda mrefu zaidi, kipindi ambacho tunakuwa na mitihani haswa ya hawa International Online University. Tena ni kitu cha kuencourage sana. Hii IOU tunaisimamia hapa, ni sehemu ambayo unapata kama ilivyokuwa Open University. Kwa hiyo sasa hii ni Islamic. Kama huko unapata ile masomo yako. Hapa ndio kituo. Muda wote kutoka pale ni kama unakuja, unajisajili kwa muda wako, unasoma kwa muda wako. Ukija kwenye mitihani, wao wanatupa window tu. Hatuna siku maalum. Wanakuwa wanasema kutoka tarehe hii mpaka tarehe ni window. Kuna mtu hapa anakuja anasema bwana mimi kutokana na nini yangu, kwa kazi yangu na nini, nitakuja Jumamosi. Anakaa Jumamosi asubuhi anafanya mtihani fulani, mchana anafanya mtihani fulani, Jumapili anafanya mtihani, jioni amemaliza anaondoka. Hapo gharama zake ni nafuu sana. Hiyo IOU ni kwamba degree ya mwaka wanachaji dola 180. Degree kwa mwaka fees yake ni dola 180. Mitihani unakuja kufanya hapa mitihani tunachaji mtihani mmoja shilingi za Kitanzania 1500. Mimi na uhakika ni ndogo kuliko nauli ambayo itakuwa imekutoa kwetu Mbagala. Masters wana wanapaka masters. Na hicho nataka nisubiri wale nani nilikuwa naongea na Dr. Muhammad. Ndiyo. Anasema hii kozi ya Masters Islamic Bank bado tujapata wadau wengi sana wa kuinani. Tena ina sponsorship. Yes, ilikuwa kwenye nani 1 million nani ile 1 million dollar. Kweli. Masters ya Islamic Finance. Haina wadau sana. Kwa hiyo namba za Juma chukua ni muhimu sana. uzuri wa branch manager wenu, she's the most supportive hasa kwenye vitu hivi. Hata anaweza kuruhusu hata utoke saa 9 mchana. Kabisa. Kwa sababu nao watu ambao wameshuhudia wameingia Amana na diploma. Ndio. Ukiacha mbali of course taasisi yote ina support, lakini ukiacha yani branch manager mwenyewe pia ana push vijana. Kwa hiyo naye kijana aliingia diploma, kamaliza degree, alhamdulillah akapata fursa serikalini, lakini tumeona alivyokuwa. Na hata nani hapa wa branch ya nyumba. Mwanafunzi ambao wanakuja kufanya mtihani nani? Abdalla Mchenga. Anakuja sana kufanya mtihani. Katika wanafunzi wa sumufu. Kwa muda mrefu Katika wasumufu sana nafuatilia. Mwingine anaambia bana Sheikh Juma naomba Jumapili ndio nifanye mtihani bana.
mambo yamenibana. Naambia shehe, njoo tu karibu, hakuna shida. Sasa hivi anafanya CPA pia, juzi ndio kamaliza mitihani yake. Sasa hao CPA na CPA yenu hii hapa hii. Tena katika kitu ambacho mmenikumbusha, nilikuwa nafuatilia nani hii exemption ya CPA yenu, kwa sababu ukiangalia hizi papers zilivyo kwamba wana sharia standards, hii ni ya wanasheria kabisa, wanakitafsiri kitabu hiki hapa hiki, lakini kuna financial accounting and reporting, hii ndio basic. Umeona Sasa hii mara nyingi inatolewa exemption ikiwa umefanya standard, kwa sababu kinachokuja tofauti tu ni kwamba unafuata Islamic Sharia standards, ambayo watu wengi wanahisi kwamba kuna Islamic Sharia standards ni tofauti sana na international financial reporting standards. Kumbe hapana, Islamic reporting inazitumia pia Sharia standards za IFRS, isipokuwa tu inaangalia yale maeneo ambayo ina contradiction, ndio imeissue Sharia standards, ambayo sasa matokeo yake zitakuwa ni chache. Umeona, auditing and accounting, alafu kuna business and regulatory environment and Kuna mambo ya marketing, business, kwa jamani. Asante. Mimi niwashukuruni tu kwanza kwa kuwa wepesi. Leo Jumamosi lazima mtakuwa mlipanga mambo mengine ya kijamii na kadhalika, mpaka naanza na nini na dasu. Jana ilikuwa saa 5 tena